Sema kwamba nikate story short kwamba hii Qur'ani inakuza watoto wetu vipaji ya kufikiri. Katika brain kuna mahali ya memorizing inakuwa ukiwa mdogo, hasa ukiwa mdogo. Vijana wanaona wadogo mashallah, ile itapanuka, ile recognition yenu ile ya memorize itakuwa kubwa, inazidi kuwa, kila ukitumia inakuwa kubwa. Kwa hivyo Qur'ani ina achieve hiyo, kuhifadhi Qur'ani ina achieve. Alafu pia lugha, mwanzo lugha ya Kiarabu mtakuwa mtaijua. Huwezi kusoma Qur'ani kama hujui lugha. Utafanya grammar, vocabulary, kila kitu jua. Kwa hivyo mtakuwa proficient in the language, ile lugha mtaijua vizuri ya Kiarabu. Naona sasa advantage unaipata. Alafu pia inakuza akili, intellectualism unapanuka. Mimi naweza kwa mfano, mimi mwalimu Igato, nakwambia vijana ambao wanatuswalisha tarawih ni watoto wanafunzi mahafidh, wanafanya medicine. Hata mwaka jana, hata mwaka huu nenda kaangalie vijana. Kwa hivyo hii kwa sababu gani nasema? Kwa sababu Qur'ani inakufanya wewe ile ufikiri deep, ile inakupa zoezi la kufikiri kwa bidii, ile deep concentration ile ya ndani kabisa. Qur'an ukihifadhi inakupa ile training. Kwa hivyo ukija kwa masomo hii ya maisha, lazima utafute maisha, ndugu zangu, usome huku na huku, maisha lazima, ili upate kuishi. Leo utakuwa mtoto, utakuwa mkubwa, utaoa, utaolewa, lazima uangalie pande ya pili, na hii haja kwa sababu ya Qur'an inakupa ile discipline unaipata. Alafu ile akili imekuwa na masomo inakuwa rahisi. Vijana wafanya medicine wa Kiislamu wanatuswalisha tarawih hafidh kabisa wote mashallah. Kwa hivyo hii kusoma Qur'ani ni muhimu sana, ndio njia ya kupata success hapa na kesho akhera. Ni Qur'an. Ukisoma Qur'ani na hii mengine itakuwa rahisi. Kwa hivyo, na pia ningependa kuomba kwamba mkiwa watu wazima muelewe maana yake Qur'ani na mufuate. Leo vijana wadogo hawezi kuwa wanajua, lakini mkiwa wakubwa, walimu please wasomeshe maana yake ili wapate kuifuata. Dini yetu ni kufuata Qur'an. Kama walivyosema hadith, mashekhe walisema kwamba mtume tabia yake kana khulqul Qur'an, tabia yake ilikuwa Qur'an. Kwa hivyo Qur'ani ina wakati nini kufanya, very clear in the Qur'an, nini usifanye, nini utafanya. Kwa hivyo tunahimiza vijana wetu, tunawashukuru kwa bidii mlioweka. Na pia mwanzo kumaliza, nataka kutoa shukrani kwa organizers. Hii si jambo rahisi. Nawashukuru sana kwa bidii mliofanya na juhudi ya kufanya kitu kama hii. Inshallah Mwenyezi Mungu atawazidi next year, kama alivyosema ndugu yangu Ibrahim, kwamba mwakani iwe kubwa zaidi, tupate more sponsors na iwe kubwa zaidi, ili vijana wetu waje kwa wingi kusoma Qur'ani na waendelee na maisha pia, masomo ya maisha. Lazima usome masomo ya maisha pia juu, kwa sababu huwezi kukaa hivi, lazima utaka kuoa, utaka kujiendeleza, lazima ufanye zote mbili, lakini Qur'ani ndio msingi. Kwa haya machache nawashukuru sana. Jazakallahu khair kunipa hii nafasi. Asante. Shaitanir rajim. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب
رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. ما لم يرتابوا ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله
شيء عليم. صدق الله العظيم. بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى. جزاك الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Furaha imekuwa kubwa na alhamdulillah tunashukuru ya kwamba tumefaulu katika zoezi hili la mashindano ya kuhifadhi Qur'ani katika Nakuru County. Kwa kweli ni jambo kubwa sana ambalo kwamba limelete wahdatul muslimin, umoja wa Waislamu wote
umeonekana kwa sababu ya Qur'an, ya kwamba waalafa baina kulubihim, kwamba Mwenyezi Mungu amelete taalif katika nyoyo zetu kupitia Qur'ani. Ni jambo kubwa sana na ni mwamko mkubwa sana katika kaunti yetu ya Nakuru, na tukiwa tumejumuika pamoja katika umbrella moja, tukiwa pamoja, hili jambo tunashukuru kwamba tayari limeshika kasi. Tayari watu wa Nakuru wameon, na hii ndio kwa tunataka Nakuru, watu wa Nakuru wa on hii program ambayo kwamba alhamdulillah wameon. Na bishara ambayo kwamba ipo ni kwamba Mungu akijalia katika miaka miwili inayokuja inshallah, Nakuru tutahost national arena ya Quran Hifdhi competition inshallah. Tusemeni inshallah sote inshallah. Na tunatarajia inshallah Muslim Association tukishirikiana pamoja tutaangalia pia vile wale washindi wetu tutaweza waende katika mashindano ya kule nje. Tumeona Garissa wanafanya, tunaona Mombasa wanafanya, pia watu wetu na sisi tutoe delegation yetu iende ikashindane kule katika sehemu zinginezo. Nafikiri hiyo ndio ruwaza yetu na ndio lengo letu katika mustakbal. Vile vile inshallah si Qur'ani peke yake, tutakuwa na mashindano yanaitwa Asibaku Thakafi, kwamba mashindano ya masomo mengineyo, kwamba watoto wetu kwamba tutakaa na tutapanga program kwamba kabla ya Qur'ani tutakuwa na program nyingine inakuja ya mashindano ya ulumia, kwamba watakuwa wanashindana madarisi zetu na watoto wetu. Nafikiri hilo ni jambo ambalo kwamba nashukuru, nimeambiwa nishukuru, na kwa kweli tunashukuru washikadau wote. Tunashukuru zaidi walimu wetu. Sikuona bahasha zao, lakini nafikiri pengine zitatayarishwa. Walimu hao ambao kwamba ndio wamewalea hawa mwanafunzi kama huyu ambaye kwamba mnamwona Tahir, lakini ameweza kuhifadhishwa Qur'an. Si kazi rahisi, ni kazi kubwa sana, na ni wajibu wetu inshallah tuwatuze hao walimu kwa vyovyote vile inshallah vile takavyojaliwa. Wale ambao kwamba pia stakeholders, washikadau, wanafunzi, wazazi na wengineo wote, mashirika mbalimbali ambao kwamba wameweza kufanikisha hii shughuli. Mimi nitakomea hapo, niko na furaha kubwa inshallah nikimkaribisha chairman bwana Faiz Ahmed Nashir wa Muslim Association aweze pia kutoa remarks zake. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa mara ya pili kwa wale wako mengi yamesemwa, na nitarudia yale. Tukua umoja wetu ndio nguvu yetu. Kwa sababu ya umoja na ushirikiano ndio tumeweza kufanikisha msabaka huu. Na umoja huu tukiutumia kila pahali kwa mambo yetu ya Waislamu tutafaulu. Umoja ndio umeleta amani. Kama wale wamenotice wamekuwa Nakuru muda mrefu, wameona Ramadhani alhamdulillah tumekuwa na amani na utulivu kwa sababu ya umoja wetu na cooperation, kushirikiana. Kwa hivyo yangu mimi naomba tu Waislamu wa Nakuru tuendelee kuwa na cooperation na ushirikiano na shura, na saa yote tukae tuzungumze. Kama kuna maneno ambayo inatukera baadhi yetu, tukae tuzungumze, tukubaliane, kwa sababu Nakuru ni yetu yote, ni yetu sote, na hii dini ni yetu sisi wote. Hakuna mtu anaweza kutoa mwingine kwenye dini hii. Kwa hivyo tutakaa kwa mambo yote, tukae chini tusikizane, kama vile tumekaa na tukafanikisha msabaka na ukaenda vizuri. Okay. Kwa hivyo sina mengi ya kuongezea isipokuwa ni shukurani kwa wote wale
waliohusika kwa kufanikisha huu msabaka. Walimu, UCI, Muslim Association, mashehe wote, wanafunzi na wazazi wao. Ni shukurani kubwa tunawapa, na alhamdulillah shukurani kubwa zaidi kwa Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kuifanikisha. Wa hadha wa billahi tawfiki.